Ni ripoti za Ayo TV kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo hii leo shahidi wa 13 Sophia Watson mwenye umri wa miaka 66 ametoa ushahidi wake katika mahakama hii, akielezea namna ambavyo ametapeliwa shilingi milioni 14 kupitia kampuni ya Vanilla International Limited baada ya kuwekeza kiasi hicho cha pesa akitarajia kupata milioni 48 baada ya kipindi cha mwaka mmoja. Fedha hiyo anabainisha kwamba ametapeliwa baada ya kuweka katika kampuni hiyo juu ya swala zima la kilimo, ambapo ushahidi huo ameutoa mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki hii leo. Na hii ni simulizi zaidi ya kesi yake namna ambavyo imeenda. Mimi naitwa Mika Ndaba. Watson ambaye ni mkazi wa Njombe ameeleza hayo leo katika kesi ya uhujumu uchumi nambari 31523 ya mwaka 2024 Jamhuri dhidi ya Simon Mkondia maarufu kama Manguruwe na Rwemamu Rwezaula, ambayo imesikilizwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki akiongozwa na wakili wa serikali Christopher Olembile. Shahidi huyo amesema alifahamu kampuni hiyo mwaka 2021 kupitia matangazo yaliyorushwa na kituo cha televisheni kimoja hapa nchini, ambapo mkurugenzi wa kampuni hiyo Simon Mkondia alikuwa akitangaza shughuli za kampuni hiyo inayojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo vanilla. Amesema baada ya kuona matangazo hayo alisafiri hadi ofisi za kampuni hiyo zilizopo mkoani Njombe, ambapo alikutana na mfanyakazi aitwaye Gloria Mutabuzi aliyempa maelezo kuhusu zao la vanilla. Aidha, alitembelea mashamba ya kampuni hiyo, jambo ambalo lilimridhisha na kumfanya kuamua kuwekeza. Shahidi huyo ameeleza mahakama hiyo ya kuwa Septemba 27 ya mwaka 2021 alilipa jumla ya shilingi milioni 14 kutoka kwenye akaunti yake ya tawi la Njombe kwenda kwenye moja ya akaunti, ambapo akaonyesha risiti ya malipo hayo na kuiomba mahakama ipokee kama kielelezo cha ushahidi, ambapo mahakama ilikubali. Kwa mujibu wa makubaliano, amesema kiasi hicho cha fedha kilipaswa kumwezesha kumiliki shamba lenye ukubwa wa mita za mraba 300 na baada ya mwaka mmoja angepata faida ya jumla shilingi milioni 48. Amedai kuwa baada ya mwezi mmoja tangu kuwekeza alikwenda kuonyeshwa shamba lake na kuliona kabla ya kurejea nyumbani kusubiri muda wa mwaka mmoja uliokubaliwa. Hata hivyo, baada ya mwaka mmoja kukamilika, shahidi huyo amesema alirejea shambani kuangalia maendeleo ya kitalu chake, lakini hakuridhishwa na hali ya mazao. Alidai alijaribu kumtafuta mkurugenzi wa kampuni hiyo Simon Mkondia kwa njia ya simu bila mafanikio, jambo lililomfanya aende katika ofisi za kampuni hiyo Njombe, ambapo alikuta tayari zilishafungwa. Amesema baadaye alirudi tena shambani na hakukuta mazao yoyote, hali iliyomlazimu kwenda kwa afisa kilimo wa eneo hilo kutaka ufafanuzi kuhusu kampuni hiyo, ambapo aliambiwa kuwa alikuwa miongoni mwa watu wengi waliokuwa wakifika ofisini hapo kuulizia sakata hilo. Shahidi huyo ameongeza kuwa baadaye alimuona tena Simon Mkondia kupitia kituo cha television akielezea shughuli za kilimo cha vanilla na kudai kuwa ofisi za kampuni hiyo zilikuwa Dar es Salaam katika jengo la Sky City. Kutokana na hilo, alisafiri hadi Dar es Salaam na alipofika katika ofisi hizo alikutana na Rwemamu Rwezaula ambaye ni mshtakiwa wa pili, ambaye alimueleza kuwa baada ya kushindwa kufanya vizuri Njombe walihamishia kitalu Zanzibar. Hatimaye shahidi amesema alifika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe, ambapo kupitia afisa kilimo watu wote walikuwa na madai yanayofanana. Waliitwa na kuchukua maelezo yao kabla ya swala hilo kuripotiwa katika jeshi la polisi kwa hatua zaidi za kisheria. Kesi hiyo imeahirishwa hadi hapo Januari 30 ya mwaka huu 2026 kwa ajili ya kuendelea na ushahidi.